Na msalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Alhamdulillah, tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu ametukutanisha tena katika darasa, na inshallah leo tutakuwa katika elimu ya dua. Na leo tutajifundisha dua mbili. Dua ya kwanza ni dua ya kufukuza majini wabaya migodini, majini ambao huwa wanafanya kazi ya kuzuia na kuiba dhahabu au madini yanayochimbwa katika lile eneo. Dua hii nimependa kuifundisha kwa sababu kuna mtu mmoja mchimbaji kutoka uko katika mikoa inayochimba dhahabu kaambia, "Sheikh, hebu njoo tufundishe na dua ya kupata madini." Sasa nikaona ni kitu ambacho nije nikifafanue vizuri watu waelewe, hususan wale wachimbaji. Lakini dua hii nimeshaifundisha miaka miwili iliyopita nyuma. Lakini pia kwa wale wenye kitabu cha maajabu ya Qur'an namba 1 watakosha kujifunza dua hii. Utofauti wa mtu aliye na kitabu na asiyekuwa na kitabu: mtu ambaye hana kitabu, kila darasa itakalokuja hapa itaonekana kwake ni jipya. Ila yule mwenye kitabu, darasa nyingi zitakazokuja hapa yeye anakwisha jifunza, kwa sababu kila kitu kinakuwa kimeandikwa kwenye vitabu. Kwa kuna wakati mwingine maswali kama haya yanajibiwa kwa sababu ya watu wenye hawana vitabu. Lakini kama wote tungekuwa tuna vitabu, basi tusingekuwa tunajibu maswali haya, tungekuwa tunaleta darasa mpya ambazo hazijai kufundishwa kabisa. Lakini dua nyingine tutajifundisha ni namna ya kumfanya kiongozi jeuri akutii. Kwa mfano bosi, au unaenda kuomba kazi, au unafuatilia dokumenti zako unazungushwa. Sasa wale mabosi mara nyingi wanafanya jeuri, uje kesho kutwa, hamna hata sababu za msingi, lakini anakuwa anakupiga kalenda, yani kukusumbua. Basi kuna dua ambayo ukienda nayo, hata kama alikuwa anakujeulia, atakaa na atakusikiliza na atakuhudumia vizuri. Kwa leo tutajifundisha dua hizo mbili. Kwa bahati nzuri na mbaya, ofa ya vitabu inaelekea mwishoni. Tuko katika tarehe za mwishoni. Nilisema tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 ndio mwisho wa ofa yetu ile ya kupata vitabu kwa bei ya ofa. Lakini nikasema hata kama utabahatika kuikosa ofa hiyo, basi usijali, vitabu vyenyewe vitakuwepo, isipokuwa tu bei ndo zitabadilika kutoka kwenye ofa ya shilingi 1045 kwa kuvipata vitabu vyote 12. Sasa utalipia 1,185 baada ya ofa hii kuisha. Kwa hiyo kama hauna saizi fedha sio lazima, ila ukiipata tutakutana kwenye bei halisi ya kila kitabu, na sio lazima uchukue vyote. Unaweza ukachukua vile vya muhimu ambavyo unapenda masomo yake, kama ni vya dua, kama ni vya mitishamba, kama ni vya barati au abjad, utachagua, lakini kila kitabu utakikuta kina bei halisi. Kwa yule ambaye atakuwa bado anatamani kupata ofa, basi anaweza kufanya malipo kabla ya tarehe hiyo ya 10 mwezi wa 6 2025. Taarifa nyingine ambayo napenda niitoe ni taarifa ya kuhusu magrupu ya WhatsApp. Kiukweli magrupu ya WhatsApp yalikuwa yamefungwa, hususan yale magrupu ya kulipia, toka tarehe kama nafikiri ilikuwa tarehe kama 15 hivi, kama sio tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka jana 2024. Lakini magrupu hayo yalikuwa yanasaidia sana, kwa sababu kule kunakuwa ufafanuzi wa kila somo, kila darasa, kila mti. Mfano kama kwa wale wanaosoma elimu ya miti, ilikuwa inafafanua mti mmoja mmoja, unaelekezwa hekima zake, utaratibu wake, uchukuaji wake, kila kipengele. Tofauti na kile unaweza kuwa unasoma sehemu, lakini vipengele vingine vinakuwa vinakushinda kutafasiri, sababu kusoma sio kuelewa. Unaweza ukasoma na usielewe. Kwa kule kwenye magrupu kulikuwa kuna uelewa, yani kukuelewesha kila kipengele utakachokisoma, basi ujue kina maana gani. Hata kama kuna vitu umeambiwa ufanye hivi, basi vinafafanuliwa kwa uwazi. Pia hata kwenye dua iko hivyo. Unaweza kuwa unasoma dua fulani, ukisoma hivi itakuwa hivi, lakini hekima yake huipati.
Unaona bwana kwa sababu sio kila mtu atakayesoma kitu fulani atakielewa moja kwa moja. Kuna mwingine anahitaji ufafanuzi zaidi. Asa grupu zile zilifungwa toka mwezi wa 8. Lakini kutoka mwezi wa 8 mpaka saizi nimepokea maombi ya watu zaidi ya 200 wanaohitaji kujiunga na grupu, lakini naambia hapana, grupu zimesimama, darasa zimesimama. Wengine mpaka wanataka kujua zitafunguliwa lini. Basi mimi nasasubirini, muda nikipata nitafanya kuzifungua. Sasa kwa kuwa watu wengi wameomba ili jambo, mimi napenda kutoa taarifa hii kwamba itakapofika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 basi grupu zitafunguliwa rasmi. Lakini mfumo utakaofungua hizi grupu ni mfumo tofauti na ule tuliouzoea mwanzo. Kwa wale waliosoma grupu za mwanzo tulisoma nao mwaka mmoja kitu kama hicho. Lakini kwa sasa hivi grupu zitakwenda kufundisha miezi 6 tu. Sasa grupu hizo zenyewe zitakuwa ni za public, yani za watu pamoja. Tofauti na kipindi kile mwanzoni tulikuwa tunakwenda private, kwamba hata ukiingia leo, ukiingia kesho, darasa zinaanzia mwanzo. Sasa hizi tutaanza tarehe 15 kufundisha katika grupu zote mbili, lakini itakuwa ni kwa public. Kwa wataingia watu katika mfumo wa grupu vile vile tunavyofahamu grupu ya WhatsApp, watakuwa wengi na wote watapata darasa moja litakalowaelekeza watu wote kwa wakati mmoja. Lakini pia kutakuwa kuna nafasi ya maswali na majibu, lakini pia kutakuwa nafasi ya ufuatiliaji, kuuliza maswali kwa kile kipengele utakachokuwa umefundishwa hujakielewa. Lakini pia kuna yale maswali ya private, mtu anaweza akaja DM moja kwa moja kwa admin na akamuelekeza mambo yanayomhusu yeye, tofauti na yale ambayo yanakuwa yamefundishwa kwenye grupu. Kwa hiyo hii ni faida ya grupu. Kwa hiyo zitakuwepo grupu mbili, grupu la mitishamba na grupu la dua. Kwa wale wa Kristo na wasiokuwa na imani yoyote, wao watajiunga kwenye grupu la mitishamba, watasoma huko kwa muda wa miezi 6. Lakini kwa wale ambao watakuwa ni Waislamu, watachagua kujiunga kwenye magrupu ya Qur'ani au mitishamba, au wachague magrupu yote mawili. Alafu mwisho wa siku wataingia huko, watajifundisha namna hiyo. Grupu moja, nataka nitoe bei rasmi, yani hii haitobadilika kwa mtu wa Ulaya, wa Tanzania, wa Kenya au wapi. Kuingia kwenye grupu moja, ada yake itakuwa ni shilingi 10,000 ya Tanzania. Na hii itakuwa ni kwa kila mwezi. Katika hizo miezi 6 utalipia. Kila mwezi ukifika kulingana na pale ulipoingilia. Mfano ukiingia tarehe 10, basi kila tarehe 10 ya mwezi ujao utakuwa unalipia ada ya shilingi 10,000 ili uendelee kupata darasa. Ukishindwa kulipa na ukashindwa kutoa taarifa kwa admin, hapo utaondolewa kwenye grupu kwa kupewa taarifa maalumu. Basi utakuwa umeshajua kwamba mimi sijafanya malipo, kwa hiyo darasa zitaanza tena kukupita. Kwa hiyo hii ni taarifa nitaka niitoe ili wale wote walioniomba wanahitaji kuingia kwenye magrupu sasa waifahamu. Kumbe sasa unachotakiwa kufanya, kama unataka usimisi darasa lolote, jiandae ikifika tarehe 15 zinapofungua zile grupu, basi wewe unakuwa miongoni mwa watu wote watakaokuwa pale, na utatumiwa linki maalum. Ukishakubalika kuingia kwenye grupu, ukatimiza vigezo vya kulipia ada, basi utatumiwa linki maalum itakakupeleka kwenye hilo grupu. Kwa hiyo hii watu waielewe. Lakini pia darasa zikianza kukupita, zile za mwanzo hautozipata kwa sababu hii grupu ni ya public, tofauti na wale waliosoma miaka 2 iliyopita. Wale ilikuwa kila mtu anapoingilia ndo hapo. Sasa utaratibu tumebadilisha, kwa sababu nikisema nifanye vile siwezi kuendesha tena hii grupu, kwa sababu muda wangu utakuwa hautoshi kuwahudumia watu wote, kwa sababu watu watakaohitaji kuingia kwenye grupu huenda wakawa wengi zaidi kuliko wale wa kipindi kile. Kipindi kile tulikuwa na watu labda 50, 30, 40, lakini saa hizi walioomba tu ni kama watu 200. Sasa sijajua wataingia wangapi, na klipu hii imekuja kutoa tangazo hili, huenda wasione wote. Tutaendelea kuzitoa hizi taarifa kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa inshallah hii ni taarifa. Kumbuka ofa inaelekea mwishoni, na penyewe ukikosa basi ndio hivyo, tutakutana kwenye 1,185. Ukiwahi utalipia shilingi 45. Utaratibu ni ule ule wa kufanya malipo kwenda namba moja wapo katika hizo 3, unalipia 45. Namba zote zina jina la Bashiri Hussein Lugamba,
Baada ya hapo unazituma screenshot ya muamala wako kuja WhatsApp, kisha unaandika ofa ya Idi kubwa. Japo Idi watu wengine tayari wamesha kula na wengine wanakula na wengine wataendelea kuisherehekea kwa namna wanavyoweza. Kwa hiyo inshallah utaratibu ndio huo. Sasa twende kwenye somo letu kwamba ni dua ya kufukuza majini wabaya migodini wanaozuia na kuiba dhahabu au madini yanayochimbwa katika hilo eneo. Ukweli upo hivi, kwa wale wanaochimba madini, yawezekana wakawa hawauelewi. Unapokwenda kuchimba madini migodini, haya madini mengi yameshikiliwa na majini. Na ile milima mnaoipasua, mnaichonga, mnabomoa, ile ni miji ya majini. Kwa sababu maeneo ambayo wanaishi majini ni maeneo matatu. Na moja wakaliongeza wenyewe. Eneo la kwanza ambalo wanatakiwa waishi majini ni chini ya bahari au kuzimu. Eneo la pili ni kwenye milima mikubwa katika mapango. Na eneo la tatu ni kwenye miti mikubwa. Lakini eneo la nne waliongeza wenyewe ni kulandalanda mtaani. Ndio hao majini wanaonekana kama mbwa au nyoka au kuvaa sura ya kiumbe yote watakayemtaka wao. Sasa mnapokwenda kule milimani mkapasua milima mkachonga, ile ni manyumba ya majini ile. Sehemu kubwa inakuwa ni manyumba ya ujinini. Sasa wao wanachokifanya, kwa sababu nyinyi mnakwenda kuchimba dhahabu pale na mnataka ni madini, wao wanachokifanya ni kuyaondosha yale madini mnayoyataka nyinyi, kuyaweka pembeni. Kwa mkifika pale mnapiga malawi. Malawi mnaijua wachimbaji wanaijua. Ni kukosa. Yani mmefanya kazi kubwa lakini hakuna mnachokwenda kukipata. Kwa sasa inapotokelezea mtu anataka kupata madini, anatakiwa afanye njia hizi mbili. Njia ya kwanza ni kutoa sadaka. Na mara nyingi sadaka hii huwa ni Adamu, lakini njia hii haimpendezi Mwenyezi Mungu. Italazimika utaenda kwa mtaalamu, utakwambia bwana kama unataka nani basi nitakiwa utoe kafara. Sasa sio kafara ya mbuzi au ng'ombe shehe. Ukishasikia tu hiyo habari ya kafara basi ujue kuna damu ya mtu itamwagika. Ima mtoto wako au ndugu yako wa karibu au mzazi wako. Na kweli ukifanya hivyo utapata madini, lakini hizo ni mikataba za kishetani, zina muda wake. Kwamba sio kwamba itafanyika kazi milele. Kuna wakati na utakwambia tunataka na mtu mwingine, tunataka na mtu mwingine. Unaweza ukaambiwa kila mwaka utoe mtu anaweza kwenda kusimamia issue za madini. Hiyo ni njia ya kwanza na sio nzuri na wala sishauri mtu aipite hiyo, lakini ndio njia ambayo watu wanapita na wanafanikiwa kweli. Njia ya pili ni kutumia dua. Yani kuwafanya sasa wale majini wanaokaa katika ile migodi wahame lile eneo kwa kufukuzwa, ili nyinyi mtakapochimba yale madini muyakute pale. Sasa hii ni njia ambayo wanatumia wataalamu na waliosoma elimu ya dua au wanaofahamu. Ukiwa hufahamu huku huwezi kukanyaga. Sasa wao majini mnapokwenda kuchimba madini katika makazi yao ambao tumesema ni katika ile milima, wanakasirika na wanaumia sana mnapobomoa yale majumba yao. Kwa wanachokifanya kama sehemu ya kumshikisha adabu ni kuyaondosha yale madini. Kwa unaweza kukuta mkapima sehemu, mkaenda na vipimo kabisa mkasema kweli hapa madini yapo na yanaonekana yako kwa kiwango kikubwa. Lakini mkichimba chini ya mpati au mnapata kidogo. Ila nguvu mliotumia na gharama ni kubwa. Sasa kitaalamu katika elimu ya dua kuna dua ya kuwafukuza majini katika lile eneo. Sasa iwapo kama unataka kutumia dua kwa wewe mchimbaji ili uwafukuze wale majini na mkifika pale ikiwezekana mpate madini au dhahabu mlizokusudia, inatakiwa uandike suratu Zilzala. Suratu Zilzala ni sura ya 99 hii katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Sura 99, na hii sura uzuri inapatikana katika juzuu ama lile juzuu la kufundishia. Inasomeka hivi: baada udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha yawma idhin tuhaddithu akhbalaha bi anna rabbaka
au halaha yauma idhin yasuduru nasu ashtatan liulau a'malahum famai ya'mal mithqala dharatin khayran yara wa mai ya'mal mithqala dharatin sharran yara. Ni sura ambayo imezungumzia habari za kiyama na ni matokeo gani yatatokea siku hiyo ya kiyama. Sura ambayo ukisoma sana kama unafanya visomo unaweza kukuta hata ukapata mtetemeko katika lile eneo, ukatokea mtetemeko. Wakati mwingine paka nyumba inaweza ikapasuka. Mimi nakumbuka kuna kipindi nilikuwa nasoma sura hii mara nyingi sana kirudia, nilipata mtetemeko katika lile eneo, ulitokea mtetemeko mkubwa sana na nyumba ilichanika, nikaogopa sana hicho kitu. Kwa ni sura inayozungumzia matukio ya siku ya kiyama. Sasa hii sura kihekima ya tiba huwa inatumika kuwafukuza majini wanaozuia dhahabu migodini. Unafanyeje? Unatakiwa uandike Suratul Zilzala mara moja katika chombo kilicho kisafi kwa wino wa zafarani. Chombo unaweza ukapata sufuria, ukapata sahani, bakuli, sawa tu. Lakini sufuria liwe jipya. Kama ni sufuria utaandikia kwenye sufuria liwe jipya. Unaweza kuandikia pia kwenye chungu cha udongo, ni wewe tu kwa nafasi yako. Ila utumie wino ule wa zafarani. Ukishaiandika katika hicho chombo kwa kutumia wino wa zafarani, alafu utaifukiza sura hiyo hiyo na ubani aina 3. Ubani wa kwanza uwe ni ubani maka, ubani wa pili uwe ni ubani kazbara, na ubani wa tatu ni uwe ubani jawi. Huu ubani zote zinapatikana katika maduka ya dawa za asili. Unaifukizaje? Ukisha andika kwenye kile chombo, tuchukue kwa mfano umeandika ndani ya sufuria kubwa labda la kilo 5 au kilo 10, umeiandika. Huu ni mfano, lakini unaweza kutumia chombo chochote. Kwa kutenganisha zile herufi unaweza kuandika moja moja, vyovyote vile unaweza ukafanya. Baada ya hapo sasa unachukua huu ubani aina 3, ubani maka, ubani kazbara na ubani jawi, unachoma katika kitezo chako. Unapoanza kutoa moshi ule, basi ile sufuria sasa unaipindua. Kule upande wa sura iliyoandikwa ndiko kunakuwa kunapigwa na moshi ule unaotoka kwenye ubani. Kisha wakati unaifukiza ile sufuria yako au kile chombo chako ulichoandika Suratul Zilzala, unaifukiza, yani napigwa na ule moshi, basi unasoma tena Suratul Zilzala kwa idadi ya mara 21. Yani utakuwa unairudia hii sura kwa kuisoma, unairudia mpaka ifike idadi ya mara 21, na uhakikishe unadhibiti idadi. Usije ukasoma mara 25 au 20 au 19. Zisome mara 21 tu. Ukisha soma, kisha weka maji ndani yake katika chombo hicho. Weka maji ya kutosha. Ukisha weka maji ya kutosha, yale maandishi yatayayuka. Kisha maji hayo unatakiwa uende kumwagia eneo unalokusudia kuchimba madini. Sawa sawa, yani unakwenda lile eneo, labda mmeshagundua hapa ndo tutachimba. Mnaweka duara kwa kuzunguka lile eneo lote. Yani mnachora tu chini. Baadaye yale maji ndio mtamwagia katika ile duara lenu tu ambalo mtatakiwa mchimbe katika lile eneo. Basi mkifanya hivyo, hakika ardhi ya eneo hilo itatetemeka, na unaweza mkashuhudia huu mtetemeko. Na mashetani na majini wote walio katika eneo hilo watakimbia eneo hilo. Lakini kwa bahati nzuri Mungu akijalia, kama kuna mali eneo hilo, mmeshahakiki kwamba kuna mali au mnachimba kwa makadirio, huenda kuna mali au hakuna. Basi kama eneo hilo litakuwa na mali, mtazipata baada ya kuchimba. Na siku nyingine nitakuja kufundisha namna gani ya kuwarudisha hawa majini mliowatimua warudi katika yale, kwa sababu ni makazi yao. Ila mimi leo nimekusudia kukufundisha namna ya kuwafukuza hawa majini, ila kuna namna ya kuwarudisha pia katika eneo lao hili, kwa sababu mkishachimba madini, mmemaliza shughuli zenu, mmepata, basi kuna namna tena ya kusoma dua maalum na kwenda tena kumwaga pale pale, alafu wale majini warejee katika ile eneo lao. Kwa nini wanarudishwa? Kwa sababu yale ni makazi yao. Kumbuka mwanzo nimesema ni makazi ya majini katika migodi. Migodi mingi wanaochimba watu dhahabu na kupasua milima ni makazi ya majini yale. Ni kama wewe mtu aje kwako, akwambie bwana, hapa bwana kuna mafuta, au hapa bwana kuna gesi,
tunahitaji tuchimbe, ima kwa nguvu au kwa hiari. Watachimba, yale ni makazi yako yale. Watachimba, watachukua walichokichukua. Sasa wewe unaenda wapi? Yawezekana ukaenda ukakaa mji mwingine au urudi pale. Sasa hekima yake, hao majini takiwa warudishwe. Kwa nini? Kwa sababu msipowarudisha huwa wanajenga chuki na nyinyi mliofanya ile tukio. Sasa wameshachukua mali zao wanazotaka, lakini kwa nini wametufukuza moja kwa moja? Lakini unapoleta ule ungwana wa kuwarudisha tena katika eneo lao, basi huwa wanafarijika na wanaona kumbe wao kusudio lao lilikuwa ni yale tu madini, lakini sio kuja kutuhamisha kabisa. Hiyo itakuwa ni somo la siku nyingine. Somo lingine la pili, katika dua hiyo ya Zilzala, suratu Zilzala, una uwezo wa kumfanya kiongozi jeuri ya kutii. Hii ni kwa wale wanaokwenda kuomba kazi, au wale ambao wanachukiwa na mabosi zao bila sababu za msingi, wananyanyasika, au yoyote ule unaweza ukasema nina ahadi na mtu lakini siamini kama anaweza kanitendea haki. Nataka mimi nikikutana naye yule bwana basi anitendee haki. Labda unaenda mahakamani, wewe ndio mwenye haki, lakini kama unavyojua dunia sasa hivi pesa mbele. Unaweza kukuta haki yako inauzwa au inanunuliwa na mtu mwingine kisa tu katoa pesa. Sasa wewe unataka umsimame na Mungu, hakimu wa kutii kwa nguvu ya maneno ya Mwenyezi Mungu, basi unaweza ukasoma dua hii kwa utaratibu nitakaokuelekeza, alafu yule mtu akakutii, ni hakimu, ni kiongozi jeuri, ni bosi wako, au ni mtu tu anayekutuma zile kazi. Hata zile kazi za ndani unaweza kukuta bosi wako anakunyanyapaa. Kifanya kazi, unafua, unaosha vyombo mara hivi, lakini haupati ile heshima yako. Sasa unaweza ukamshikisha adabu bosi wako kwa kumpa kamchezo haka. Cha kufanya ukitaka kiongozi au mtu akutii kwa kutumia suratu Zilzala. Kwa mfano labda unaenda kuonana na kiongozi jeuri au bosi au mtu fulani unataka akudumie na unataka akutii, basi iandike hii suratu Zilzala katika karatasi kwa kalamu ya kawaida kabisa. Hii kalamu ya wino, inaweza ikawa wino mwekundu, wino mweusi au blue. Kisha ukishamaliza isomee hiyo suratu Zilzala. Yaani ile karatasi soma ukiwa umeshika. Soma suratu Zilzala kwa idadi ya mara 21. Yaani unasoma kwa kurudia, unasoma kwa kurudia, alafu huku unaivukiza ubani jawi na miatusaila. Sasa hapa sikiliza vizuri. Hapa katika kutiiwa na huyu bosi wako, hautumizi ile ubani 3 ambazo zinatumika kuwafukuza wale majini migodini. Hapa unatumia ubani 2. Kuna ubani jawi na miatusaila. Hata hii miatusaila ni ubani, japo waga kama matope, lakini ni aina ya ubani ile. Kwa hiyo utatafuta ubani jawi, unapatikana dukani, na miatusaila. Kuna mtu mmoja kutoka Kongo alinitumia ujumbe kwenye simu juzi, akaniambia, "She, huku kwetu miatusaila haipatikani, tunatumia nini?" Sasa unaposema haipatikani tunatumia nini? Vitu hivi vinakwenda constant, yani ni vitu vimeshaelekezwa moja kwa moja. Mimi sio kama ndo maoni yangu utumie hivi, ni maoni ya watu walioziandaa hizi elimu muda mrefu. Kwa ukiona miatusaila kwako haipatikani, agiza hata nchi jirani shekhe. Agiza Tanzania, agiza Burundi, agiza Rwanda. Kwenye utaipata, au hata huko Kongo, shehe, kuna miji, inawezekana unakaa labda Kalemie, unakaa labda Kinshasa, sijui Goma. Agiza kwenye miji iliyoendelea ambayo unaamini kule kuna ndugu zako wanaweza kukutafutia miatusaila wakakuletea shehe. Kwa hiyo usimsie mkatamani vitu vya mbadala. Vitu vingine viko constant, yani ni kitu ambacho kimeshaelekezwa, lazima kipatikane hichi, kitumike hichi hapa. Hebu angalia kama hapa hichi kipengele cha kutiiwa utumie tu ubani 2. Ubani jawi na ubani miatusaila. Lakini hichi kipengele cha kuwafukulisha majini unakuta kuna ubani aina 3, kuna ubani maka, ubani kazibala na ubani jawi. Huku maka na kazibala haipo, lakini huku pia miatusaila haipo. Kwa hiyo vitu hivi vinakwenda kwa utaratibu maalum. Wasio wanapenda kuvibadilisha. Watu wanapenda sana vitu vya rahisi. Yaani yeye anataka atajue vitu vije vyote anavipata tu nyumbani kwake pale.
haiwezekani. Kuna vitu vingine lazima uingie kwenye mchakato. Kwa hiyo unatakiwa utumie ubani aina mbili, ubani jawi na miatusaila. Unachoma hizo ubani alafu unakuwa unaipitisha ile karatasi kwenye ule moshi unaofusha pale kipindi unasoma hizo zili za alama la 21. Ukishamaliza kisha hiyo karatasi ikunje vizuri, weke mfukoni, alafu nenda kakutana na huyo kiongozi ambaye huna imani naye. Tena karatasi yenyewe weke tu mfukoni au kwenye wallet. Alafu nenda kakutane naye huko ambako unakusudia kwenda kukutana naye. Endapo akijaribu kukufanyia ujeuri, hakika atatetemeka. Unajua kutetemeka? Atatetemeka na kukutii kwa uoga. Kwa mtu mmoja aliwahi kufanya dua hii, akaenda kukutana na bwana mmoja. Kufika kule, huyu bwana alikuwa ni kama vile ni mshutumiwa, lakini kufika pale kesi ile ikabadilika, yeye ndo akaonekana ni mtukufu. Yule kiongozi akaanza kumnyenyekea, mpeni kiti, mpeni hichi, bwana unataka nini, na soda utukuletee. Paka wale watu wakashangaa, wale walio karibu yake, bwana hii imekaje hii? Baada yule bwana kuondoka akamuuliza, bwana chef boss, mbona yule bwana ilikuwa ndo atakiwa yeye apewe kesi afanywe hivi na hivi, lakini mbona umemnyenyekea? Sema wewe ujui. Yule bwana kaja na simba wawili, mmoja yuko kulia mwingine kushoto. Nilipokuwa nikiongea naye, wale simba wananitolea meno, wanataka kuningata. Kwa hiyo nikaona ili nimuondoshe mapema, ni kwanza ni mkarimu, alafu aondoke bila uzia wowote. Sasa unaona kitu kidogo shehe wangu hichi. Hizi ni sura, hizi ni maneno ya Mwenyezi Mungu, Qur'ani shehe. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema baada ya udhubillahi minashirajim, anasema lau anzalna hadha alqur'ana ala jabali raraaitahu khashyan mutaswadian min khashyatillah wa tilka amtharu nabaribu alinasi la lahum yatafakaluni. Aya kamoja tu hako anatoa mfano. Mwenyezi Mungu anasema lau kama iko Qur'an tungeshusha kwenye milima, basi mngeiona hiyo milima inavyo pasuka na kuvunjika kwa hofu ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini hayo maneno anatoa mfano Mwenyezi Mungu kwamba wanajua tu wale wenye akili ya kutafakari. Sasa Qur'ani ikashuka kwenye mioyo ya binadamu, afu binadamu mwenyewe hana hofu wala hajali. Kondo tofauti. Kasome katika suratu Hashiri, ipo hiyo aya katika zile aya 4 za mwisho za suratu Hashiri. Kuna hiyo aya inasema lau anzalna hadha alqur'ana ala jabali la la'aitahu khashyan mutasaddian min khashyatillah wa tilka amtharu nabalibu halinnas la lahum yatafakkalun. Hiyo ndo Qur'ani shekhi. Unaweza ukaviangalia vimaneno vidogo ukasema bwana mbona hata venye sivielewi. Soma Qur'ani shekhi. Soma siri ya Qur'ani, utakuja kufurahia haya maisha. Maisha ni marahisi sana. Sema tu elimu za kuya pekecha maisha yawe mepesi hatuna. Sasa unafanyaje? Maisha yanazidi kuwa magumu. Hizi ni dua mbili nilikuwa nimekusudia kuzifundisha kupitia Suratu Zilzala, lakini Suratu Zilzala ina faida nyingi. Unaweza kumbaini mwizi katika eneo lako, ukamjua nani aliyeiba. Suratu Zilzala ina uwezo kuwahamisha watu wanaokufanyia ubaya. Suratu Zilzala lakini pia ina uwezo wa kuweka kinga ya mwili. Kama mtu atafanywa ubaya, basi ubaya huo unarudi kwa aliyemfanyia. Kuna namna ya kuitumia Suratu Zilzala Lakini pia Suratu Zilzala ina faida nyingine kama vile kumwadhibu adhabu kali jini wa kishetani aliyoko katika mwili wa binadamu. Lakini pia Suratu Zilzala ina uwezo wa ukitaka kuheshimika, kupendwa na kukubalika katika jamii, unaweza ukaitumia Suratu Zilzala. Hizi ni miongoni mwa faida za Suratu Zilzala. Ukiwa unazihitaji unaweza kaenda kusoma kitabu cha maajabu ya Qur'an katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali, kitabu namba 1. Hapa ni mwisho wa somo. Tumemaliza. Kama una swali unaweza ukaniachia hapo kwenye comment section nikakufuatilia tukaendelea kuelekezana. Lakini kumbuka zile taarifa mbili, taarifa ya ofa ambayo inaelekea mwishoni na taarifa ya kufunguliwa kwa magrupu ya WhatsApp tarehe 15. Kwa hiyo ukiwa unahitaji kujiunga kwenye magrupu hayo utanitumia text, na usitume hapa sasa message za kujiunga kwenye magrupu zisitumwe tena hapa kwenye YouTube. Zenyewe zitumwe direct kwenye WhatsApp yangu. Kumbuka namba zangu zote hizo zipo WhatsApp. Kwa tuma kwenye namba moja wapo katika hiyo kwamba shehe nahitaji kujiunga kwenye grupu la WhatsApp. Mimi nitakupa utaratibu
wa malipo ya ada. Baada ya hapo ukishalipia utatumiwa link. Tarehe 15 ikifika, basi wewe utaingizwa moja kwa moja kuanza kupata darasa za WhatsApp. Na hizo ni darasa nzuri kiukweli, wazi na ufafanuzi wa kila pointi. Kila kipengele kitafafanuliwa kwa maandishi na sauti maalum. Lakini pia ninakuwa na nafasi ya kuwafuatilia wanafunzi wangu pia na wao kuwa karibu na mimi kwa kuniuliza baadhi hata ya maswali yaliyo nje na mada iliyofundishwa siku hiyo, sababu binadamu tuna matatizo mengi. Kwa hiyo ni option maalum kwa wanafunzi tu, wanaweza pia wakanufaika na kitu hicho. Inshallah tukutane siku sana wakati mwingine. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.